mwanzilishi wa utume huu, Padri Patrick Peyton, yeye mwenyewe alikuwa na njaa na kiu cha nini? Kwamba kila familia ipata amani, watu waishi pamoja. Na familia ni nani? Ni baba, ni mama, ni watoto waliozaliwa tunda ya ndoa, wapata amani, waishi pamoja. Alikuwa na kiu, na hii njaa, hiyo kiu, hiyo tamaa ya kutembelea kila familia wapate ujumbe huu wa familia. Alitembea kwa nchi zote, nchi nyingi za dunia. Kilichomsukuma ni nini? Watu wapate ujumbe huu kwamba tuna nguvu ya sala ya rozari na lazima tuitumie. Silaha unayo, bunduki yuko, adui yuko mbele yako na hujui kutumia silaha. Unaendelea kulalamika kila siku, watoto hawapatikani, wanaume hawako kanisani, hawaje jumuiani. Sala tunayo, nguvu tunayo. Piga magoti wewe mwenyewe, ombea familia, tuombee wanaume wapate ile nguvu. Kilichomsukuma ile njaa, ile kiu cha familia. Naomba na sisi tuwe na hiyo hasira. Kwa nini wanaume hawako kanisani? Kwa nini familia, watu wanafunga ndoa miezi michache zinasambaratika? Nini inaendelea? Kwa nini watoto wetu wamezaa nje ya ndoa? Kila familia ina mtoto ananyonyesha, mtoto ananyonyesha mtoto mwingine, hawana njaa, hawana ndoa. Na ukutana nao wengi, nawaambia umeiba mtoto. Hapana, ni wa kwangu padri. Umeiba? Ni wa kwangu padri. Nasema leta mikono niangalie. Unaambia eti umefunga ndoa? Hapana, sijafunga ndoa. Sema sasa, si umeiba mtoto? Nani amekufundisha kuzaa? Kila familia ina mambo mengi tunapitia. Tuwe na kiu na njaa ya hii haki, ili ndoa ipate heshima yake kama ndoa, na yule aliyefunga ndoa baki kwa ndoa yake, familia ziishi pamoja, vijana wamtambue Mungu ni nani. Tusiende kwa mitandao tukasahau Mwenyezi Mungu aliyetupa hiyo hekima ya kufanya hiyo mitandao. Tusisahau familia zetu. Sisi ni wabalozi wa habari njema. Lazima tusimame kwa miguu ya Padri Patrick Peyton. Tuwe yeye sasa. Kile kilichomsukuma na sisi kitusukume. Alitoka Ulaya mpaka Tanzania, yeye mwenyewe alifika Tanzania kuleta utume huu kule Chagani karibu na mlima Kilimanjaro, ili wa Tanzania sisi sasa familia zetu zisiharibiwe. Tuwe mabalozi wa utume huu, utume mwema wa familia. Na nchi nzima shida tunayo inatokea kwa familia. Familia zikiwa bora, jumuiya zitakuwa bora, kanisa litakuwa bora. Tumsifu Yesu Kristo. Tuendelee kuomba katika misa hii, Kristo anayeshuka katika mkate na divai kuwa mwili na damu ya Kristo, pia ashuke kwa familia zetu. Pia na sisi atupe ile nguvu aliyompa mtumishi wa Mungu Padri Patrick Peyton, ili tuwe mabalozi wa familia. Tuendelee kuishi yale maisha anayompendeza Mungu. Shida zitakuwepo, kila familia ina shida. Familia takatifu yenyewe ilikuwa na shida mbalimbali za watoto. Mtoto alipopotea, wanatafuta mtoto hawamuoni. Mama Maria mwenyewe na Yosefu hawaelewani kwa sababu ya mimba imepatikana kati yao wawili, na imekuwaje? Aligundua baadaye kwamba ni uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini mwanzo wameanza kubishana, hawaelewani. Sala iliwasaidia. Tuweke sala mbele. Shida tunazopitia tutaelewa sasa maana ya hizo shida. Kristo alisema hata toa msalaba tabaki pale pale, ni wewe kuubeba ukamfuata. Akuambia sasa maana ya msalaba, ili tuanze kuvuna matunda ya msalaba. Matunda ya tabu unazopitia katika familia
yapo. Tukiendelea kulalamika tu hatutayapata. Tukiweka mbele ya Kristo katika sala, tutaona maana ya yale tuliyopitia, ya yule aliyekunywa pombe bila kuacha, tutayaelewa sasa Mungu atakapombadilisha. Tutaelewa sasa yale magumu tunayopitia, kwamba kumbe kuna utamu katika njia ya msalaba. Ukiushikilia, kumbe kuna utamu. Kristo aliposhikwa pale, kumbe wengine wameokolewa. Kumbe tumepata nasi kuwa watoto wa Mungu kupitia kwa kifo chake. Na yale magumu tunayopitia katika familia, kuna matunda. Tutaelewa tukiwa kama Mama Maria, kuweka vyote moyoni kwa sala. Tukiwa kama Yosefu, kuishi maisha yanayoitwa soba, bila kuweka vile vinavyoharibu ubongo. Tukalala kwa sala, tukakesha na Mwenyezi Mungu. Alafu malaika alimletea ile wazo kwamba usiogope kumchukua Maria. Huyu mtoto ni wa Mungu. Mekuaje? Utamupa jina wewe la Yesu. Ni yeye atakaookoa watu. Aliyekuwa ameogopa, ametaka kukimbia amwache Maria, alifumbuliwa na malaika wa Bwana. Tukeshe kwa sala. Familia zikikesha kwa sala, zikimtumainia Mwenyezi Mungu, zitaweza. Lakini nani ataambia hizo familia? Ni wewe umechaguliwa kuwa balozi wa familia. Tuanze utume huu wa familia, tuupokee kwa furaha. Mimi ni nani kusimamia utume wa familia nchini Tanzania? Wewe ni nani kutumwa? Sisi ni nguvu yake mwenyewe. Mungu mwenyewe atuwezeshe. Katika sakramenti hii ya Ekaristi tunapokea nguvu, ili tusiwe ni sisi, awe ni Kristo ndani mwako, ndani mwangu, anayetenda. Atakayebadilisha ile familia ngumu ni Kristo. Katika neno lake, katika sakramenti tunapokea hiyo nguvu. Tusiwe na hofu, tumwamini Kristo. Ni yeye atatenda, lakini anahitaji miguu yako ili afike kwa jirani. Anahitaji mdomo wako ili aongee na jirani. Anahitaji magoti yako ili upige chini uombee familia. Tuombee Tanzania, nchi nzima iwe na amani. Familia inayosali pamoja, na sala yenye nguvu iko mikononi mwako. Ni sala ya Rozari Takatifu. Bwana awe nanyi.